Junior Mrimi, founder, software engineer pale Brick Solution Inc. Okay. Nimesoma chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala. So nimesoma CUT, computer science. Then baada ya kumaliza CUT, sasa hivi nafanya michongo yangu ya tech sana kama software engineer. Na ndo tumefanya kazi sehemu tofauti lakini tukafikia mahali kwamba ajira ni chache. So kwa sisi tumepata ajira, inabidi tuwatengezee vijana wengine ajira pia, so tukaanzisha kampuni ya Brick Solution. Na natamani kujua safari yako, lakini pia uzungumzie watu wa tech ujumla, maisha ya tech kwa sasa hivi, soko kiujumla liko vipi? Okay, so mimi nafikiri katika watu wali adapt tech mwanzoni sana, mimi miongoni mwao. Okay. So mimi safari yangu ya tech inaweza kuwa nimeanza like around 2009. Nikiwa primary. So tumeanza tech huko, lakini then nikaja nilipokuwa nasoma O level, Tabora Boys pale, tukajihusisha sana masuala ya tech, labda website design, mobile app applications ku develop. Okay. Then ndo kitu ambacho nimekuja kukisoma chuo pia. So mimi nilichagua tech mapema sana. Okay. Yani kwa sababu labda tu kwa background mimi sijui kucheza mchezo wote. So kipindi wenzangu wanacheza mpira, mimi nilikuwa tu ndani kwenye room na computer, so like that was my entertainment. So kwangu tech mimi ilianzia hapo. Ni kazi, ni burudani, ni maisha kwa ujumla. Yani nimekuwa na maisha madogo sana nje ya tech. Okay. So it's been like tech every time. Okay. So nadhani ni kitu ambacho kina utofauti mkubwa sana kwenye maisha yetu. Kwa yule mtu mwanafunzi ambaye anakusikiliza anatamani kuwa mwana tech pia mkubwa, lakini pia utofauti uliopo kwenye maisha ya tech. Tofauti na maisha mengine, sisi watu wa tech, sana before ChatGPT tulikuwa tunashinda sana YouTube. Okay. Yani ni kama watu wa Hindi wa YouTube, like naweza nikakutajia kwa majina. So imekuwa ni tutorial after tutorial. Maisha ya tech tofauti na maisha mengine, auishi kujifunza. Yes. Yani wewe kila siku inabidi uwe darasani, kwa sababu kila siku kwa duniani watu wana release vitu vipya, tech mpya zinatokea. So kama wewe ni mtu wa tech, yani hauwezi kupata chance ya kuachwa nyuma. Yani unabidi unajifunza kila siku. So either unasoma, unakaa YouTube kwa sababu YouTube is free. Unajua zile. Tofauti na kitu kingine pia. Yani kwa namna fulani watu wa tech tunakuwa kama isolated fulani hivi kutokana na maisha ambayo tumeyachagua. So unajua mtu ambaye anakaa kwenye computer like kwenye masaa 24 anakaa masaa 20. Okay. So hauwezi kuwa na hiyo emotional quotient sana mtu ambaye yuko nje kila siku. So hiyo na hisi pia inawavunja moyo watu wengi. Hasa nikiwa mtu wa tech nitakuwa introvert kama mtu fulani, unajua zile. Sasa na hisi kwenye tech sana kwa sababu tech ziko mpya kila siku. Sasa unakuwa na ile eager kwamba nikitoka nje hapa unahisi kama kuna vitu vitanipita, so you be like sitting in your room every day. Lakini pia unajua pia watu wanakuzunguka. Mimi nimezungukwa na wakulima. Mama yangu anaenda shamba, unajua. Watu wote wanazunguka anaenda shamba wanacheza mpira. So nilikuwa kama niko isolated hivi. Nakosa company support, breed ya watu ambao wanaweza wakanimotivate. So kuna muda ikafika hadi rafiki zangu wakawa ni watu wazima wengi, wenye hizi library, wenye maofisi, stationery. So mwanzo labda ilikuwa ngumu, lakini nilipoanza kupata 5,000 10,000, maza mwenye kanela, hata nikimwambia labda nataka kununua PC, labda niongezee kiasi fulani, inakuwa ni rahisi. Nakumbuka PC yangu ya kwanza nilinunua. Ya kwanza kabisa kununua nilinunua 160,000. Kupitia hiyo pesa ambayo ulikuwa unaipata. Mimi nahisi kama mama alinipa 60,000. Nilikuwa nimepata kama 100,000 nikanunua PC fulani cha Dell. RAM GB 1 nakumbuka. DDC ilikuwa GB 60. So I remember that PC. Sawa. Bana, ujio wa ChatGPT pamoja na AI ilikuwa kujifunza kitu kipya. Asa sana kwenye tech. Inabidi nisome, nikae pale YouTube niangalie video hata ya masaa 3 4, nisome vitabu, unajua zile online courses nyingi. Lakini sasa hivi ChatGPT, yani kitu kipya, I'll just type in ChatGPT alafu within 5 minutes then I'm done. Okay. So kwenye kukodi pia kuna zile errors. Zamani unajua kudebug, unachukua like hours kujua challenge ni nini. Lakini this time around kwa sababu lazima usome. Kwenye watu ambao washapata challenge kama yako, alafu upitie majibu yao yote, labda pale Stack Overflow, alafu ndio upate solution yako. Unajaribu solution moja moja. Lakini right now I just have to
copy the error ambayo imenisumbua, error code nitaiweka ChatGPT afa ataniambia straight up kwamba issue inaweza kuwa haiwezi kupata exactly lakini inaweza kuwa 1 2 3. Lakini zamani inabidi usome maoni ya watu. So mtu yote anakuja tu kuandika maoni, mengine yako wrong, unasoma ina implement siku nzima wrong, unarudi tena. Lakini sasa hivi like kuna mfano mmoja waga tunautumia. Unajua zamani hakukuwa na calculator. So then wale watu wa finance they had to calculate everything manually. Yes. Then here comes the calculator. So mtu wa finance bado yuko pale, si ndio? Ila instead ya kufanya ile kazi manually, Yes. anarahisisha anafanya kwa calculator, lakini you still need to do finance. So that's AI. Ni kwamba zamani I had to do some things manually, si ndio? Lakini now I have AI. So mimi kwangu like I don't know, ina simplify na yani I really appreciate yani katika watu ambao wako grad na ujio wa AI. So ukisema kwamba AI itachukua kazi, no, kitu kinachofanyika ni kwamba AI inachukua inachukua kazi za watu wasiotaka kuungana nao like yeah. So kwa mfano mimi ni software engineer, nikitaka kucode kitu manually like ni write A to Z code from scratch, I'll take more time, si ndio? Yeah. Lakini mtu ambaye anatumia AI he can just use less time. So unafikiri client nikimpa deadline ya wiki afu kuna mtu akampa deadline ya 5 hours, unafikiri nani anachukua kazi? So watu wanaotumia AI ndio watachukua kazi yako, lakini sio AI in particular. Kwa hiyo tunapaswa kuitumia AI. Yeah, I think you should do that. Natamani kujua pesa yako ya kwanza kubwa ilikuwa ni shingapi wakati unapiga hiyo michongo huko kijijini? Okay. So pesa yangu ya kwanza kubwa ilikuwa 15,000. Okay. Ya kwanza nilikuwa napenda biscuits. So like nilinunua biskuti kama shilingi 2,000 za Maria zile zikwaga zinakaa hivi ndefu, siku hizi hawatengenezi. Alafu then nakumbuka nilimpa mama kama 10,000, nikabakia na kama 4,000 fulani hivi, nikashtua wana jioni. Tukaenda kula chips kwa sehemu fulani kwa mshikaji alikuwa anaitwa Kitale. Nikashtua wanangu kadhaa. Na hii iliisha ile siku. Sikufanyia kitu cha maana, lakini yeah, I still remember that money kwa sababu previous nilikaa tunapata like mtu tu ananipoza ile bajaji, lakini kulitokea mzee fulani hivi stationary kwake. Niliona nikafix, ilikuwa ni hardware issue kwenye kompyuta zake. So baadaye akaniacha kama 15,000. Na ni sawa kwamba watu wa tech muonekano wao yani lazima awe na minywele mingi haijachanwa, mara sijui anavaa kawaida. No, yani unajua watu wengine wanafikiri like mtu wa tech anapenda kwa rap. It just happened, man. Yani I can tell you like kwamba akili inavurugwa ama inakuwa. Sidhani kama akili inavurugwa, lakini kuna muda kwenye maisha yako unakuta mimi sijui kwa sababu like mimi katika watu ambao najitahidi ni dress good, lakini kuna muda tunajikuta na mimi nimesahau. So nilikuwa najua labda zamani nikasema yangaita kwenye unaweza kama hatu kama wanaigiza vile. Lakini it turns out you can be smart and look good. Lakini sasa kuna muda fulani sio priority tena. Au unaona kuchana nywele bwana unapoteza muda. No, it is so kwamba unajua kama sasa unapoteza muda. You don't know, and most of the time you don't even notice kama hujachana nywele. Yaani unakuwa na kitu so urgent kiasi kwamba mimi I never notice like mwanangu pale ndo waga mara nyingi ananikumbusha. So kwamba eti naona kama napoteza muda. Actually naweza kuwa hata nimepoa tunasikiza muziki sina kitu cha kufanya, lakini ni kitu ambacho sikifikirii. Yaani kama mimi kitu nitajua like pisi yangu ina shida, I'll notice more kuliko mimi nikiwa naumwa nikasi. Nahisi ni sijui kama eti tunahisi kama tunapoteza muda. No, lakini it just happen naturally. You can just try to be a tech guy for like 3 months after automatically utajikuta like mbona like this is happening. I don't know. Mimi nahisi ukichunguza watu wote karibia watu wote wa tech, nahisi kuna namna tech inachukua sehemu ya ubongo wetu ambao ulitakiwa ufikirie vitu vya maana na kuhusu wewe. Yani sehemu ya ubongo ambayo itakiwa ifikirie masuala labda mavazi, masuala ya kijamii na nini. Na tech kuna namna sijajua. Na kuna namna inachukua hicho kisehemu kwenye maisha yetu. So tech tu afu watu wengi creative. Tafuta graphic designer labda wale konki. Yani mafundi. Yani you just find them so rough. Tafuta watu wanao paint
wale kabisa ambao wako deep down. Hii tech haiwezi kuwa asili kiasi. Unaona namna ambavyo muonekano unakuwa, lifestyle inakuwa. Haijawahi kutokea labda ikafikia stage ambayo pengine kiafya pia afya akili ikaleta tatizo. Yeah, tech nafikiri katika tasnia ambazo zinasababisha mental breakdown sana ni tech. Yani you can just unajua katika watu ambao hatulali au we like sleep few hours. Ya kwa mfano mimi naweza nikata siku 4 sijalala completely. Unajua zile. So sio nzuri. Yani to be honest, sio nzuri. Unaweza kukata hivi ukazima. Yani sometimes it happen like mimi naweza tukasimama hivi alafu nikazima. So sijui yani tu pia kiafya. Mimi nafikiri watu wa tech inabidi tutafute namna ya kubalance maisha na kazi, lakini watu wa mental health na sio nzuri. Kuna muda mwingine mtu anaweza kazania akakuta huko so stressed, akazania labda ni swala la kijamii, labda umeachwa au unadaiwa kodi au kumbe tu kuna error kwenye code hazijakaza. Yani you become so stressed, yani unakuwa na stress kinoma, haulali. Yani unajua yani to be honest ina affect sana kinoma. Sawa, na wewe unalizingatiaje kwa upande wako kuhakikisha kwamba afya yako inakaa stable pia? Mimi kuna muda najisahau. So lakini kuna muda nikikumbuka kwamba sijalala siku ya pili sasa nalazimika kulala kwa sababu mwingine like sijui ni insomnia, nakosa usingizi kabisa. So kuna muda nilikuwa nalazimika kutumia sleeping pills ili nilale, lakini madaktari pia akaniambia sio nzuri. So kuna muda mwingine nikishtuka au mtu wakinikumbusha watu wangu wa karibu. Lakini yani nahisi unabidi pia na mtu wa karibu ambaye anakulazimisha kufanya vitu. So kuna mtu tu anaweza kafika nyumbani akachukua laptop akaondoka nayo, so actually siwezi kufanya kitu. Nitalazimika kulala. Au mtu tu akalazimisha tutoke unajua. So mimi nafikiri watu wangu wa karibu sana ndo wana maintain lifestyle kuliko hata mimi ninavyo maintain. So mimi nafikiri mimi naweza nikakumbuka siku zishapita nikamwambia unajua sijakula. Mimi ni mtu ambaye naweza nikapika chakula nikasahau kama nimepika, nikaenda nikanunua chakula, nikarudi nikakiweka, nikasahau kama nimenunua chakula, nikanunua kingine tena. Basi kuna tatizo yani mpaka mtu anipigie like naweza nikaenda kibanda cha chips, mwanangu akaniambia bro umetoka kuchukua chakula tu sasa hivi hapo, unajua zile. Au asubuhi kipindi naenda jikoni sasa ndo nakuta nilinunua chakula, kuna kingine nilipika. Au paka mtu anikumbusha umeshakula lakini sijakula kumbe, unajua zile. Yani it happens sometimes, nasikia njaa lakini nasema nitakula. Unajua zile. Nadhani hizi ni sifa kubwa ambazo mtu wa tech anatakiwa kuwa nazo. Ubishi, uvumilivu, concentration, lakini pia focus. Vitu vya muhimu sana. Ukiwa na procrastination kwenye tech unaweza kujikuta una accomplished task nyingi sana kwenye table. Yani kwa sababu unaweza kujikuta umeanza task fulani, uja focus, umefungua task unasema nimekuwa interested na kitu kingine. So unaweza kujikuta mwisho wa mwezi una vitu vingi viko 60% havijaisha. Lakini pia sifa nyingine ya mtu wa tech, yani unabidi uwe tayari kujifunza. Yani kwa sababu like tuning in ulimwengu wa tech, yani people wana release vitu vipya kila siku. Yani uko 1 week offline na hujajifunza kitu kipya, man, you are so behind. Sawa, kwa hiyo vijana ambao mnatusikiliza, pengine ndo maisha haya ambayo mnayataka, umesikia sifa za mtu wa tech ambazo anatakiwa kuwa nazo. Cha muhimu hapo kujifunza, sababu kila siku bwana dunia inakimbia kinoma, sio? Mambo mapya, vitu vipya. Kitu kikubwa ambacho unahitaji kushare na sisi ambacho wewe umekifanya na ukikaa bwana unajivunia kwenye maisha yako ya tech. Kwanza kabisa kitu ambacho niko na proud na tech. Unajua tech inalipa bill zangu zote hapa mjini. Mimi sina kazi nyingine. Unajua. So I mean tech inaniendesha maisha. Si ndio? Nalipa kodi, nalipa maisha yangu kila siku, lakini pia nina ndugu zangu ambao they use my money for school fees and stuff. Unajua. So kitu ambacho nakuaga na proud ni kwamba ukiachana na tech milestone, lakini kitu ambacho tech imefanya kwangu ni kwamba naweza nikaendesha maisha yangu ya kila siku, si ndio? Like by just turning on my PC, lakini pia naweza nikaendesha maisha ya rafiki zangu na kusaidia familia yangu kwa jumla. And just kufungua tu laptop 1 2 3 4 I get my money. Mimi
sijui kazi nyingine physical. Yani yeye haogopi kuchoma pesa kiufupi, si ndio hivyo? Lakini pia niligusia sifa ya uvumilivu. Yani unaweza ukatengeneza kitu seme kama software ama hapa ama web sijui ukatengeneza na ukakaa baada ya miaka 2-3 ukaja kubutua mpunga mrefu sana. Kwa hiyo watu wa tech wana mioyo gani hivi? Japo umesema kwa upcoming bwana hataki kuzungumza mambo magumu ili asije akakimbia haya maisha ya tech. Nafikiri lakini pia mtu upcoming akishaingia yani when you dive into tech there is no coming back. Like sijai kuona mtu ana quit tech kwamba mimi nimeacha tech. Ata change to position like alikuwa junior developer saizi ka senior engineer, baadaye amekuwa mtu wa management lakini atakaa kwenye tech. So speaking of mioyo like kwanza katika vitu ambavyo vinafundisha uvumilivu ni tech. Okay, mimi naweza nika spend like 3 days natafuta tatizo kwenye software au kwenye code, alafu nikaja nikagundua tu ni sikuweka full stop au semicolon moja tu. Unajua like ni 4 days za struggle, alafu unakuja kugundua ni sehemu moja tu ukuweka semicolon au comma. So yo mini resilience ya kukaa like 4 days unaitafuta koma tu ni wapi sikuweka. Unajua so sawa bana. Sasa Sick Junior, jambo kubwa kuna jambo letu ambayo ni kama tuna launch pia, sio Karibu sana sasa tuzungumze kuhusiana na hilo jambo kubwa ambalo tumekuja kuambia kwa Tanzania na watu wote ambao wanatusikiliza nje ya mipaka Tanzania, kwa sababu tuna wadau kutoka Rwanda wanatusikiliza wakati huu, lakini pia Burundi, mdau wetu Iran Kuzabai pia naye mmoja mtu anatusikiliza. Oman pia nako huko tuna wadau wetu ambao wanatusikiliza, hata nje huko Ujerumani, Marekani wanatusikiliza. Hicho kitu jambo kubwa ambalo limetuleta hapa kuweza kushare sasa na boresha, lakini pia na wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza. So kwanza this is so cool. Oman wanatusikiliza al-habib. So me and my friends watu kama sisi kama I have friends like 3 friends. Tulikaa tukafanya baadhi ya research, tukagundua kuna issue, kuna gap sana kwenye communication. Lakini pia masuala ya biashara, tunasema business communication. Kuna gap, yani kwamba kuna gap kitu cha kwanza, kuna gap kati ya mtu wa huduma na mhudumiwa. Lakini kuna gap kati ya mawasiliano ya ndani ya kampuni, yani tuseme one person to another person, si ndio? Lakini pia kumekuwa na wimbi kubwa sana la Gen Z kuwa fired. Yani ukiangalia hata Instagram kila ukiingia utakuta watu ambao wanakuwa fired sana maofisini unakuta ni Gen Z. So deep dive ni kwamba they are being fired is not because they are not talented enough. Gen Z katika generation ambayo tuko talented, Gen Z, lakini the problem is like Gen Z hawapendi formality. That's corporate way of communication. Watu hawapendi. Yani ile kwamba I have to write you an email, afu iwe very formal. Nataka tu kukuambia kitu kidogo kwamba boss nimemaliza ile kazi. Now I have to come like hello, so regarding the work that you give me last week, this is the progress blah 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 blah. Regards, unajua. But I could just send you a text like, oh boss I'm done. If you know what I mean. So kugundua ile gap, tukaanzisha kampuni ya Blick Solution Inc. So what we do mostly is business communication. Tunafanya lengo letu kubwa ni ku channel is ya business communication kwenda kwenye channel ambazo tunazitumia kila siku. Yani kwa maisha kila siku sisi tunatumia WhatsApp, tunatumia SMS na tunapiga simu. Ndio. So kuna muda mwingine unakuta mtu anakutumia email alafu anakutumia message WhatsApp. Oh bro, nimekutumia email, let me check this out. Au mtu akupigia simu. So kwa nini mtu tusiwasiliane hapo kwenye WhatsApp tumalize hiyo business mpaka uniambie nimekutumia kitu sehemu nyingine, check it out. Unajua zile. Lakini pia kitu kingine ambacho tuliona kuna issue network gap, like mifumo mingi ya kibiashara ya mawasiliano iko online. Yani kama mtu inabidi aingie www.something alafu login alafu afanye bla bla bla, unajua zile. So sisi tukaja na solution. Kitu cha kwanza ni kwamba tuhamishia mawasiliano yote ya kibiashara kwa SMS. Kwanza tukaanza na solution ya kwanza ya kati ya mteja na mtu wa huduma. So tuka launch Blick SMS
I mean hii ilikuwa ni kwa ajili ya bulk SMS, OTP, zile SMS za OTP, transactional SMS kwa ajili ya fintech na biashara kadhaa. So kitu cha kwanza ambacho tulikuwa tunazingatia ni kwamba kama una wateja wako offline, si ndio? Unatoka kuwakumbusha kwamba ile bidhaa fulani imefika dukani. So wapo kama 10,000, uweze kutuma text kwa watu 10,000, you be banned. Like, so sisi tuna service ya bulk SMS. You just come in the platform ukiwa na simu yako, unaingiza una request send ID, kwamba labda tuseme biashara inaitwa Boresha. So una request send ID naenda Boresha, so kwa wateja wako hata kama hujasave namba yako itaenda Boresha. Lakini kitu kingine, unaweka tu namba zako za simu hata kama zipo 100,000, unaweka ujumbe wako within like a minute, message ishafika kwa watu wote. So hicho ni kitu cha kwanza ambacho tulikuwa tunajaribu kusolve. Lakini pia kitu kingine ni kwamba chukulia una biashara yako ya mikopo. Si ndio? Sasa kuna microfinance nyingi sana. Unataka kuwakumbusha watu kulipa madeni yao. Ushanipata? So usually our microfinance wanatumia like traditional methods. They be like calling you via non number, yani namba tu yoyote wanakupigia simu au wanakutumia message kwa namba ya kawaida, which sometimes tunashindwa kuziamini. Unajua muda mwingine matapeli. Namba tu ni mpya, matapeli ni wengi, kila mtu anatuma kwa namba hii. So like with the brick, what you can do, unaweza ukaja na sheet yako ya watu ambao unawadai. Unawadai kiasi gani? Si ndio? Wanatakiwa warejeshe lini na majina yao na namba zao za simu. You upload that Excel sheet to our system. Alafu yenyewe itachukua jina, kiasi anachodaiwa na tarehe ya rejesho. Inatuma specific SMS to everyone. Like una watu labda 100,000 au tuseme 1,000. Kila mtu ana deni lake. Hapo kwenye Excel sheet. You upload the Excel sheet, alafu inatuma SMS kwamba fulani unadaiwa kiasi fulani, inabidi urejeshe. Lakini kitu kizuri zaidi, inaenda na jina la microfinance. So mtu anaamini kabisa hawa ni watu ambao wanafanyaje, wananidai na natakiwa kurejesha. Lakini pia kuepuka ile kupunguza uaminifu. Lakini pia kuwakumbusha watu wako on time, like kuwatumia SMS mmoja unaweza kujikuta watu wengine umewasahau. So hiyo ni ya pili. Lakini kitu kingine ambacho tunafanya, zile OTP, uchukulie labda una service yako, unatoa huduma. Si ndio? Unajua kuna kitu kimoja sisi kwenye Technet, kuna PIN na OTP. PIN ni ile unaingiza 1 2 3 4 kupata service yako. Labda kutuma pesa, kufanya nini, si ndio? Lakini unajua PIN ni rahisi mtu kuigrab. Like mtu akikuangalia tu kwa mbali, yeye akaingiza 12 24, si ndio? Akipata pin yako inamaanisha anaweza kutuma pesa. Akaiba simu yako akatuma pesa whatever. Lakini sasa sisi tunachokifanya, tunawapa service provider OTP. Yani kwamba ile OTP ni one time password. So kwamba what you can do is that kama unataka kufanya transaction kubwa, huwezi kurely peke yake na pin. So inabidi kuwe na kitu kama tunaita two factor authentication. Mtu anaingiza pin afu baadaye anatumiwa message kwenye simu yake ambayo ina password ambazo zina expire within 6 seconds. So kama hana access na simu yako au hana access na hiyo SIM card au 30 seconds zimeshapita, inamaanisha hawezi kufanyaje kufanya hizo transaction. So changamoto ni kwamba sio kwamba hakuna OTP provider, lakini zinachelewa. Yani unaweza request OTP size ukakaa like dakika 5, unajua zikachelewa, si ndio? So kitu sisi tunachokifanya, tumefanya partnership na international organization kama Infobip kuhakikisha kwamba hata kama mtandao ndani unachelewa bongo. So sisi SMS zetu zitafanyaje? Zitafika on time, yani like within a click. OTP imeshafika, mtu anaingiza pale, anafanya miamala yake na vitu kama hivyo. Lakini pia zile transactional SMS, chukulia labda una fintech yako, watu wanatuma na kupokea pesa, zile message za miamala zile, umepokea shilingi kadhaa, so kuna muda mwingine unaenda kwa labda kwa wakala, kwa hizo fintech ambazo zinachipukia, mtu ana withdraw, message haifiki kwako na kwa wakala haijafika. Ushakutana na hiyo situation like anakuambia mimi message haijafika. So sometimes kuna matatizo ya kimtandao kwenye local network. So that's what we are trying to solve. Lakini kitu kingine, ukiachana na SMS, what we are about to launch, by next week, is like a WhatsApp communication and voice. So for voice ni kwamba jikulia unabidi wakumbushe watu kuja kwenye event like hundreds of people. You can't just call them all. Au unaweza kutumia SMS sometimes wasishike simu. Yani uweze kuwapigia moja kwa moja. Sasa our platform give you a room like
you can just enter their number, after you can write their message you want them to to hear, au ka record a simple voice note, then sisi system itapigia simu watu wote, kila mmoja itampigia simu kwamba okay Fran John, kuna event 1 2 3 kutokea sehemu fulani, so unakumbusha kuhudhuria, au chukule labda mtu anadaiwa, si ndio, masuala ya mikopo. So instead ya kuchoma pesa na resources kwa ajili watu wengi waanza kupiga hizo simu moja moja, unajua you can just do that for follow up, alafu system itatupa report kwamba nani amepokea simu, nani hajapokea. Okay. Inakuwa inasikika kwenye sauti ipi? Okay, so here the thing, kama uta record voice, si ndio? Yeah. Kama uta record voice na mshasikika kwa sauti yako. Okay. Lakini kama utaandika text, sisi we convert that text to voice. So ni Kiswahili, lakini though bado hatujapata mode ambayo iko perfect ambayo unaweza kuongea Kiswahili chetu cha Tandale direct, lakini it's a Swahili that you can understand. Okay. Uone kama kutakuwa na changamoto ikisikika ile tunakukumbusha. I know like yeah, so kwamba haiwezi kuwa eti kwamba na accent ya Kizungu. No, you can get like a local accent kabisa. Lakini sasa haiwezi kuwa mdau tunakukumbusha kufanya moja mbili. Inakuwa iko like very formal. But we are working on that. Kupata the best model ambayo inaweza ikaongea like as we speak. Yeah, and alternative to that, that's why we bado tuna record, maana tunampa mtu option ya kurecord data, lakini kwenye voice pia we are about to launch the tunaita IVR. Kama like you ever called 100 over Airtel or Vodacom, mtu mmoja anapokea simu, bonyeza moja kupata 1 2 3, like that's what we call IVR. So tumekuja kugundua kwamba biashara nyingi wafanya biashara wanaanza biashara ni kwamba they like ile pesa ya kuhire watu direct kuwapokelea simu, au kuhire kama like a call center ya kupokea simu. So what you do is like tunakusaidia kutengeneza your sequence, si ndio? Una rekodi, yani kuna yale maelekezo muhimu ambayo hayahitaji mtu apokee simu kabisa. Yani kwa mfano labda mtu atakakuja Boresha Radio, you can just call to that number, alafu ikambia kuja Boresha Radio, pita kushoto 1 2 3, au kwa mawasiliano bonyeza 1, kwa mawasiliano bonyeza 2. Sawa hiyo. So hiyo ni mfano, lakini we can do that for a business, kwa sababu you don't have to hire like a big call center kupokea simu za kampuni ambazo ni unnecessary. Sio technical, hazihitaji mazungumzo ya moja kwa moja, ni zile tu za maelekezo. Mtu anataka kujua location, mtu anataka kujua bei, mtu anataka kujua duka liko wapi, mtu anataka kujua ofisi iko wapi. So kama itahitaji mtu technical, at the end of the day mtu akichagua kuongea na mtu technical, that's why we connect you with a person in charge. That's for voice. So Brink ni web, sio Yeah, right now is a web based. Okay. Yeah. So mimi nataka tusimente hapo namna ya kutumia, lakini pia namna ya kujisajili na kuipata pia. Okay, so kujisajili Brink is easy like ABC. Na unaenda kwenye www.brick.tz. Brick ni BRIQ.tz. Ukifika pale utatafuta, kama ni mtumiaji mpya utatafuta sehemu imeandikwa sign up. You click sign up. Inakuletea sehemu ya kuingiza jina lako, namba yako ya simu, au email if you use email, na password. Sasa ukishabonyeza create account, unakuwa tayari ushatengeneza account ya Brick. So what you do next, for now, for the SMS thing, unaenda sehemu imeandikwa send ID kwa ajili ya kurequest ile jina la biashara yako ambapo unataka SMS zikitumwe ziende kwa hilo jina. So you go to the send ID section, unaandika jina lako la biashara. Make sure zile character azizidi 11. I mean zile ABCD tunahesabu kwa space, kwa sababu hiyo ni kama mamlaka za mawasiliano zinatoa maelekezo haya. Yani jina lisiwe refu sana. So wewe mwenyewe ukiandika tu pale kwenye system kwamba labda Boresha Radio, kama imezidi itakwambia this imezidi. Kama iko available, kama kuna mtu aishaichukua itakwambia kuna mtu kaishafanyaje, kaishaichukua, ushanipata. Then ukishaandika Boresha Radio, si ndio, una request send ID. Sisi kwa upande wetu tunaipata, tunaituma kwenye mamlaka husika ku whitelist, yani kwamba I say huyu ni mtumiaji legit, jina lake ni mfanyabiashara, jina lake litambulike kwenye mifumo yenu huko. Mtu inapotumwa SMS kutoka kwenye ili jina, SMS zifike. Ushanipata. Then tukisha whitelist, unapokea ujumbe wa message kwamba bwana send ID yako
iko tayari. Then baada ya hapo kuna the same kuna web, kuna sehemu ya subscription. So you go pay for subscription, kwa sababu subscription zetu ni pay as you use. So kama labda unataka kutuma SMS 10, kuna sehemu pale ya kununua SMS 10. Naam. Ndio. Unanunua SMS 10, unapokea ujumbe, unaingiza tu namba yako ya simu, kiasi cha SMS unachotaka, unaingiza namba yako ya simu, utapokea push notification kwenye simu yako ya kufanya malipo. Tunarahisisha malipo, yani hauhitaji kutupigia sisi, ndo yani you can just do it your own. Unalipa, kisha maliza kulipa, system ina update pale credit zako. Kwa kama umenunua SMS 1000, unapata SMS 1000. Then after there kuna sehemu ya send SMS. So sehemu ya send SMS iko hivi. You can just write number manually. Si ndio? Kama 07 ngapi ngapi, ukaandika ujumbe wako, message ikaenda. Au unaweza ukaimport Excel sheet, si ndio? Ambayo ina namba za simu za watu ambao unataka kufanyaje? Kuwafikia. Ushanipata? Alafu pia namba zikaisha. Au pia unaweza ukaimport kama unatumia simu, ukaimport from phone. Ushanipata? Ukabonyeza ikafunguka kwenye phone book yako, alafu then ukachagua namba ambazo unataka ujumbe usifanyaje? Iende. Then ukishamaliza ukibonyeza send, like just ukishabonyeza send tu unaweza kuhesabu mpaka 5, alafu then message itakuwa ishafika. Sawa, mimi nataka vipi kuhusu ulinzi wa taarifa za watumiaji? Mtu ambaye tumepatana naye kwenye biashara, unajua sasa hizi kuna hii taasisi ya ulinzi wa taarifa binafsi ambayo iko under government. So mtu partner wetu ana license tayari, si ndio, ya ulinzi wa taarifa binafsi. So sisi cooperate ni kwamba yeye na serikali kwa jumla lazima ijiridhishe kwamba mifumo yetu iko salama, afu inampa license kuhakikisha kwamba we don't tamper with your contacts au with your phone number and stuff. Lakini sisi pia tuna filter message zako. Yani wewe unavotuma message tuna filter in spam, sio spam. Yani kwamba we have integrated our system with the to the fact kwamba ukituma message unajua mtu anaweza akaregister kwa nia nzuri, lakini pia akaanza kuwatumia watu message za utapeli. Ushanipata? Labda zile message tuma kwa namba hii na nini unajua. Akaregister kama mfanyabiashara na kana vitu vyote vya mfanyabiashara, lakini akaamua, si ndio? Au mtu akamuibia password, si ndio? Akaamua kufanya kinyume. So sisi tuna filter hizo message pia. Kwa kama message yako it's like imekaa kama scam, ikifilter sisi tunapata notification, tunakupigia simu utupe maelezo mafupi like why do you want to send this message, kwa sababu this is sound like haiko sawa. Faida kama 2-3 hivi za kutumia Brick. Kwanza faida ya kwanza ni keep in touch na wateja wako. Unajua sio kila muda mteja ana muda kuingia Instagram afuatilie page yako. Lakini ukimtumia SMS moja kwa moja, bwana kuna mzigo mpya umeingia dukani. Hahitaji kuscroll mapage mingi, anaona dukani saizi mzigo umefika. Au kuna pochi mpya zimeingia. Unajua zile message. Lakini pia faida nyingine ni kwamba unajua watu wanaweza kuzima data. Lakini ukizima data ukiwa wapi, SMS zinafika. Unajua unaweza kuwa uko mahali mtandao unasumbua sana, lakini SMS zinafika. Lakini kitu kingine, Brick tunakupa uwezo wa kustore zile kumbukumbu zako, si ndio? Logs zile za taarifa zako, kwamba unajua ukitaka kujua kwamba nilirun campaign, si ndio? Labda nilitumia message watu 1000, si ndio? Nataka kujua iliwafikia wangapi, si ndio? Namba zipi zilifikiwa, namba zipi hazikufikiwa. Unajua kuna muda mwingine wateja wanakupa namba alafu haipo. Ushanipata? So faida ya kutumia Brick System pia tunakupa report kwamba hii namba bwana huwa message hazifiki. Kwa kama message hazifiki, next time usichome pesa yako kutuma nini? Kutuma message. Lakini pia tunakupa analytics report, wewe mwisho wa siku unakuja kujua kama if you are using it to forward link, si ndio? Labda link za event au link za YouTube au link za watu gani. Mwisho wa siku unakuja kujua kwamba nilivotuma link kwa watu wangu, waliofungua hii link ni watu kadhaa, si ndio? So next time watu ni watoe kwenye list. Ushanipata? Other like service provider wengine wanakupa tu list ya you can just forward SMS, lakini you don't make follow up. So system na make sure you make. Sawa, wanakupataje watu chap hapo kwenye social media? Kwenye social media tunatumia handle social media zote Karibu Brick, Karibu Brick. Lakini pia wanaweza kutupigia simu 0788 344 348. Okay. So corporate watu corporate pia
unaweza kutuandikia email. Sisi hauhitaji kutupigia simu kutuweza kama email tumepata. So unaweza kaandika SMS @brick.tz. Sawa.